Topic namba 93. Ni cryptocurrency gani inaweza kuwa sarafu thabiti, stablecoin? Hali ya sasa duniani ni nyeti sana. Nchi nyingi zimeathiriwa na ongezeko la ushuru lililowekwa na Rais wa Marekani Mheshimiwa Trump, na kuna uwezekano mkubwa wa vita vya ushuru kubadilika kuwa vita vya fedha. Ikiwa suala hili halitatatuliwa, tunaweza hata kukabiliwa na hatari ya mzozo wa kijeshi. Mwezi wa Juni utaashiria ukomo wa deni la taifa la Marekani lenye thamani ya dola trilioni 6.5. Marekani inachunguza mbinu za kushughulikia deni hili kubwa kwa kutumia sarafu za kidijitali, cryptocurrencies. Mnamo tarehe 4 Februari mwaka wa 2025, sheria ya Genius ilianzishwa kwa lengo la kutoa mwongozo wa kisheria unaohitajika kwa watengenezaji na wawekezaji wa stablecoin. Stablecoins, sarafu za kidijitali zinazofungamanishwa na thamani ya sarafu za kawaida kama dola ya Marekani, tayari zinatumika sana katika uchumi wa kripto na hata katika masoko ya kifedha ya kawaida. Hata hivyo, licha ya kuongezeka kwa matumizi yake, stablecoin bado zipo katika mazingira ya kisheria yenye utata, hali inayozua wasiwasi kwa biashara na watumiaji. Hivi karibuni, Dr. Zheng Liangguo, mwanasiasa mwenye shahada ya uzamivu kutoka chuo kikuu cha Yale na mzaliwa wa Taiwan, China, alisema kwamba mtaji wa soko wa Bitcoin ni trilioni 1 pekee na kwamba haijathibitika kuwa thabiti. Ikilinganishwa na hilo, jumla ya mtaji wa USDC na USDT ni takriban dola bilioni 230 pekee. Hakuna mojawapo ya sarafu hizi za kidijitali inayoweza kukidhi mahitaji yanayohitajika ili kukabiliana na deni la taifa la Marekani. Iwapo Pi haitabadilika kuwa stablecoin kufikia mwezi Juni, hakuna sarafu nyingine ya kidijitali iliyopo sasa inayoweza kutumika kama stablecoin kutatua hatari ya kudefault kwa deni la Marekani mwezi huo. Hili linaweza kusababisha mgogoro mkubwa katika masoko ya mitaji duniani. Dr. Guo alieleza kuwa Benki Kuu ya Marekani, Federal Reserve, haijazitambua Bitcoin, USDT wala USDC kama suluhisho thabiti la stablecoin kwa ajili ya kushughulikia mgogoro wa deni la taifa. Kwa sababu Bitcoin si tulivu na USDT au USDC hazina mtaji wa kutosha. Inaonekana kuwa serikali ya Marekani inajaribu kudhibiti deni lake la taifa kupitia sarafu za kidijitali, lakini hadi sasa hakuna sarafu iliyo yenye uwezo wa kutekeleza jukumu hili kwa ufanisi. Kwa mtazamo wangu, ni Pi pekee yenye uwezo wa kutimiza jukumu hili. Hali ya sasa duniani imetuwekea jukumu kubwa. Ili kufidia deni la taifa la Marekani kwa kutumia bei ya GCV, zitahitajika zaidi ya Pi milioni 200. Kwa sasa, jumla ya Pi inayopatikana ni takriban dola bilioni 1.8. Aidha, kiasi kikubwa cha Pi kinatarajiwa kufungwa kwa muda wa miaka 3, kwa kuwa wengi wetu tumechagua kuifunga kwa 100% au 90% kwa kipindi hicho. Iwapo pioneers hawatafunga Pi zao, kiwango cha uchimbaji kitakuwa cha chini sana. Watakapochagua kufunga Pi zao, watakuwa na fursa ya kufanya hivyo kwa masharti yale yale ya awali. Mwezi Juni mwaka 2025, jumla ya usambazaji wa Pi unatarajiwa kufikia takriban bilioni 2. Kati ya kiasi hiki 10% inaweza kutengwa kushughulikia deni la taifa la Marekani. Hii itatuachia takriban Pi bilioni 1.8 kwa ajili ya mzunguko wa kimataifa. Lengo letu kuu kwa sasa ni kuthibitisha kuwa Pi inaweza kudumisha uthabiti katika soko la kubadilishana kwa kuzingatia bei ya GCV. Zaidi ya hayo, Pi Core Team itatekeleza sera kali zaidi kuhusu uhamiaji. Kwa sasa ni jumuiya ya Pi pekee yenye uwezo wa kuimarisha bei ya sarafu ya Pi katika soko la ubadilishaji. Thamani ya GCV ya Pi inaungwa mkono na jumuiya, ambayo imetoa zaidi ya alama milioni 6 za data ya GCV kwa kipindi cha takriban miaka 3. Sasa ni lazima tuungane kusaidia soko la ubadilishaji kuonyesha kuwa sarafu hii inaweza kuwa thabiti kwa kiwango cha GCV. Bila shaka, ili kutambuliwa kama sarafu thabiti, stablecoin, kuna mahitaji na masharti mengine. Ninaamini ni jukumu la Pi Core Team kushughulikia mambo haya, na pia naamini Pi Core Team ina uwezo wa kufanya hivyo, ilhali sisi kama pioneers tunapaswa kujikita katika thamani na bei ya GCV. Wote wawili, waanzilishi na Pi Core Team, ni muhimu ili kufanikisha hadhi ya stablecoin. Kihistoria, migogoro ya kijeshi mara nyingi imechochewa na matatizo ya kiuchumi, kibiashara na ya sarafu yasiyopatiwa suluhisho. Kwa sasa Marekani inakabiliwa na hali ngumu. Tatizo hili si la Marekani pekee. Mataifa mengine mengi pia yanapitia changamoto kama kupanda kwa bei na viwango vya juu vya ukosefu wa ajira. Hali hii inaonyesha kwa dhahiri uhitaji mkubwa wa sarafu thabiti ili kusaidia kushughulikia matatizo haya, hasa yale yanayohusu deni la taifa la Marekani.
Tunapaswa kuwa na matarajio makuu na malengo ya hali ya juu, si kwa ajili yetu tu binafsi, bali pia ili kushirikiana kukabiliana na mgogoro wa kiuchumi na kifedha wa dunia. Tunahitaji kuvumilia changamoto na kufikiri kwa mapana zaidi ya maslahi binafsi. Ili kufanikisha mafanikio makubwa, tunapaswa kuwa na mtazamo mpana na kukuza busara. Mara tu tunapoweka malengo yetu wazi, ni muhimu kuelewa jinsi ya kuyatimiza. Tunapaswa kuwa wavumilivu, kuwasiliana kwa heshima na kuinua kila mmoja wetu. Kwa kupeana moyo na kusaidiana, tunaweza kuelekeza nguvu zetu katika njia chanya badala ya kugombana sisi kwa sisi. Natumaini kila mtu katika jumuiya ya Pi Network atazingatia wakati huu wa kihistoria. Kwa sasa, hakuna sarafu nyingine ya kidijitali, cryptocurrency inayostahili kuitwa stablecoin ya kushughulikia suala la ukomavu wa deni la taifa la Marekani mwezi Juni mwaka 2025 na kuendelea, na muda ni mdogo. Hata hivyo, Pi iko tayari, tunachohitaji tu ni jumuiya kuungana. Katika mchakato huu, Pioneers wana majukumu mahususi na Pi Core Team ina wajibu wa kuwasilisha maombi ya hadhi ya stablecoin. Ninaamini Dr. Nicholas atazungumzia suala hili katika kongamano la Consensus la mwaka 2025, ambapo mada kuu itakuwa stablecoins na udhibiti wa matumizi yake. Pioneers na Pi Core Team wanapaswa kushirikiana kuhakikisha mafanikio ya sarafu ya Pi yenye thamani ya GCV. Tuweke malengo ya kufanikisha Open Mainnet ifikapo Juni 28, mwaka 2025. Lengo hili linakusudia kuhamasisha pioneers wote wa jumuiya kufanya kazi kwa bidii na kuungana kwa ajili ya sarafu thabiti katika soko la ubadilishaji na matumizi ya GCV katika mfumo wa ekolojia wa Pi. Tafadhali kumbuka kwamba hili si tangazo rasmi kutoka kwa Pi Core Team. Hata hivyo, tukijitahidi kwa pamoja, itasaidia kuharakisha maendeleo ya Open Mainnet kwa upande wa Pi Core Team. Ni muhimu kukumbuka kuwa Pi Core Team na waanzilishi ni washirika muhimu katika juhudi hizi. Tunahitaji kusimama pamoja na kukabiliana na changamoto kama kitu kimoja.